Naam, karibu tena mtazamaji. Familia ya Mama Ruth Nyambura huko Mavuno, eneo la Mpeketoni katika kaunti ya Lamu, inaomboleza kifo cha mwana wao Mary Njoki, mwanamke mwenye umri wa miaka 30 aliyeuawa kwa kudungwa mshale wenye sumu na mtu anayedaiwa kuwa mpenziwe. Rahma Rashid na taarifa hiyo kwa kina. Hiyo misare ilikuwa na sumu. Kwa sababu hata nilirokota nikaenda naye mpaka hospitali. Hata daktari saidi waliona wakaniambia na usiguse na mkono. Hii kama uko na kinondo hata wewe utaaga. Kwa vile ilikuwa na sumu. Ruth Nyambura amesalia na makovu moyoni akikumbuka mwanawe Mary Njoki aliyeuawa kinyama. Mama huyu anasema ilikuwa usiku wa Jumamosi mwendo wa saa 2. Njoki akiwa ameketi katika mlango huu akiandaa chakula cha jioni. Mshukiwa Samuel Kazungu, mumewe Njoki, aliwasili akiwa na mishale na kumfuma mkononi na tumboni. Nikasikia duru. Msichana wangu ndiye alikuwa anapiga duru. Na vile nilikuwa nangojea yoyote itaweza tokea. Niliamuka na nikapiga duru. Na nikauliza saida niliamuka nikakimbia kwa nyumba nikaona Kasungu. Kasungu nikamuita nikamuuliza, "Kasungu, umekuja kuua?" Akaniambia, "Nimemaliza kazi yangu." Hii mtoto yake ilikuwa hapa. Na mara tumesikia tu jirani analia duru. Na tumeushtuka. Tumekimbia. Tukifika hapa tumekuta tu maiti tu iko hapa. Huyu mtu ambao amefanya kitendo hatukumuona, na nimesikia ilikuwa bana yake. Vile tumesikia. Sasa wallahi sisi jirani tumesikia mbaya sana. Mwanamke ambaye yuko na mtoto mdogo ananyonyesha kuuawa. Familia hii inasema kuwa Kazungu na Njoki wameishi kama mume na mke kwa miaka 11 eneo la Hindi, wakijaliwa kupata watoto 5. Kwa muda wa mwezi mmoja Njoki alikuwa amerudi nyumbani kwa mamake Mavuno akiondokea mgogoro baina yao. Kazungu alimtaka Njoki warudiane na alipokataa alichukua hatua ya kumwondoa duniani. Ameacha watoto, sijui ni watoto wangapi? Watoto 5. Na watoto wanaenda shule, mwingine ni mdogo ananyonya. Sasa ni haki ipatikane ya huyu Mary, sababu ameuawa kinyama. OCPD wa Lamu Magharibi Muhammad Arate amethibitisha kisa hicho akisema wanaendelea na uchunguzi kumsaka muuaji ambaye simu yake mara ya mwisho ilionekana iko Mombasa. Ni siku ya 3 leo mwili wa Mary Njoki umelala katika hifadhi ya maiti ya Mpeketoni, familia wakitoa wito kwa viongozi mbalimbali kuwasaidia ili kuweza kumstiri mpendwa wao. Rahma Rashid, Mavuno, Lamu.